watachoma mwalimu. And you know, this one calls for introspection, for hard questions. This one calls for families to come together, because this is not time for finger pointing. To say, is it the government that has failed? Is it the church that has failed? Is it the family that is failing? Haya ni maswali ambayo hatuwezi kulalamikia mtu. But I have one thing that I'm calling upon you, the parents, men who are here. That create time and mentor your family. Create time. Tafuta hela, watafutie chakula, wafalishe. Unajua, this issue of saying, afikiria school fees, it's not enough. Create time and tell them the truth, that life is sacred and it has to be protected from the natural birth to natural death, from conception to death. In a natural way, we have to protect it, ili waheshimu maisha yao na ya wengine, ili popote anapokuwa anaheshimu uhai yake na ya mwingine. And tell them also that respect the things that have been put in place by the government, the common good. Vitu ambavyo mimi siwezi kujenga, shule, barabara, vitu kama hizo, situnze na uzilinde, kwa sababu it is for generations. Mambo haya yakiongelewa kwa umbali, ukiyasoma kwa gazeti, unajua ni rahisi tu kwa gazeti. Ukisikia mambo haya na kuyaona kwa runinga ni rahisi. You see, but if it hits your family, that somebody who does not respect life and who does not respect the common property has burned a school where your son is the only son. Sisemi wale ambao wana watoto 5, 6, naongea huyu mwanaume ambaye una mtoto mmoja tu. Alafu anakuambia kwa hiyo shule watoto wamekufa 16. And then you was the only one ambaye ulitembea ukakesha, ukazunguka makanisa, ukaenda kwa uganga. Tumsifu Yesu Kristo. Then they tell you only 16 life has been lost, 16 life. Watoto 16 wamefanya nini? Wamekufa. Na wako wa watoto 16. Mmoja tu huyu peke yake, mmoja huyo. Tumsifu Yesu Kristo. You see how painful it is. It hits differently. So men, create time and speak the truth. Afadhali wakuchukie wangali wanakuwa, so that when they grow up watakuwa wamejua ukweli. Lazima uambie ya kwamba mali ulio nayo umetoa jasho, ulingangana kupata. You know, we are raising generation, and I'm very happy that today I'm addressing you in this committee. You know, friends, we are raising children who are really amorphous, formless, shapeless. Yani hawezi kumjua, anaenda anakuja. We are raising children whereby this place is very hot. Hata nani mnafiki hivyo? So friends, tunalea watoto ambao kwa nyumba mnaweza kaa and they are sharing about Museveni, the way he has made the people of Uganda to suffer. Na wewe naye umekaa nao na mama na unasema kwa nini Museveni aliingia kwa uongozi kitambo amenyanyaza Waganda sana. Hata mali si dikteta. Kumbe wako wanaongelea Museveni kwa nyumba yao. Yani they are talking about you. Wako wanajiuliza mbona haliwi karo ya shule? Mbona hatununulii mavazi mazuri? Mbona haturishi nyama? Na mbona hakufanya bidii kama jirani? You see, they are admiring to belong to the neighbor, lakini you know they cannot share openly. So mambo ya kusema ya kwamba mimi niko kwa umaskini, these young people are asking themselves. Hii mambo ya kusema nilisoma na Kachapini, they ask themselves, Kachapini akisoma mpaka akuwe governor. Yaani wako wanajiuliza. These young people are asking themselves, what made you to fail? So they are also facing their challenges. So unless we create time and walk with them, hawa watoto hawana huruma wote.
This Gen Z hawana huruma wote kwa nini wewe ni maskini. You have just to be very close. Usipovaa suti nzuri wanashangaa, mbona wanaume wengine wanavalia suti? I'm saying this so that usidhani unawajua. We have had meetings in schools. Discuss mambo, tumeomba na wao. There is a school that I don't want to mention. Tulikuwa tumekuwa hapo mpaka na regional director James Ndimuni. Tumekuwa hapo mpaka na askofu. Tumewaombea. So imefika wakati sisi tunaenda. Director akatuambia, even if they appear to be so good, tuungana nao. Na tukafika nyumbani jioni, kamwita mwalimu mkuu akamwambia, mwalimu, hii mambo ya mtihani tunaona ungeturuhusu kidogo twende nyumbani tupumzike. Mwalimu akasema, vijana 800 form 3 nimewaweka kwa njia. I'm saying this so that you know that you really don't know your son or your daughter. Create time, be available. When they are telling you that your son at school is smoking bad, usikuwe wa kwanza kusema walimu hawa wanachukia mtoto wangu. I was a chaplain in a certain school for 4 years and this is what I identified. Kuna mzazi mmoja akasema wangu hata bangi alimu. Sasa kwa sababu I was a chaplain, nikiongea nao pole, mwingine akakuja akaniambia, "Father, unajua kijana hili mimi yenye nimeungua." Kijana alibadilisha bei hiyo kitu. Alibadilisha na mwanangu. Unajua ukifungua msokoto mmoja inaenda kwa 50. So akikaribia mid break anaona scarcity in supply. Watu wengi imeisha. Anasema moja ni 100. So kumbe amebadilisha bei mpaka wana hasira na yeye. So they are giving what they know about the son. Ya kwamba yeye tu si ati anavuta. He is a supplier. Na amepandisha bei. Lakini baba amesema wangu hata harufu ya bangi afanye nini? Now this is what the son said. Baba that time hii sasa ni ushuhuda mbele ya baba. Mwalimu anasema hiyo wakati ulikuja ukaniambia macho yangu imeanza kuwa na shida. Ukisema nimekonja. This plastic parents. Yaani wazazi wenye ni kama mtoto anasema hata ni saa 3 usiku anasema atakuli mboga ya majani tunataka nyama. Na unapigia mtu town unasema uko karibu na na unaambia boda niletee nini nyama. Yani hao they don't know the issue of no. Everything is yes. Kamwambia that time you were telling me that my eyes were having problems when I was in class 7. That is the time I tested it. Na kuanzia hapo mpaka sasa hivi form 3 sijaacha. Tumsifu Yesu Kristo. That's why I was saying you really don't know your children.